Mambo ni mengi kwelikweli kwenye upande wa soka la Tanzania, hasa kutokana na matukio kadha wa kadha ambayo yamekuwa yakitokea. Tunaona namna ambavyo sasa hivi kuelekea kwenye mechi ya dabi ya Kariakoo mambo mengi yamekuwa yanazungumzwa. Sasa tayari tunafahamu kwa upande wa afisa habari wa klabu ya Yanga Ally Kamwe, siku chache zilizopita aliweza kufanya press na kuweza kuzungumza mambo mengi. Sasa taarifa ambayo tulionayo ni kwamba Ally Kamwe tayari ameshafikishwa huko kwenye upande wa kamati ya maadili. Sasa nini hasa ambacho kimejiri huko utakwenda kufahamu hapa, lakini kabla sijakupatia taarifa hiyo kiundani, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi. Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limeelezwa kuwa limemrejesha tena msemaji mkuu ndani ya klabu ya Dar es Salaam Africans Ally Kamwe mbele ya kamati ya maadili ya shirikisho hilo, kufuatia kauli tata ambazo aliweza kuzitoa kwa siku za hivi karibuni kwenye mkutano wa waandishi wa habari ambao aliweza kufanya kwa siku za hivi karibuni. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa watu wa karibu wa kamati ya maadili ya TFF, Ally Kamwe anachunguzwa kwa tuhuma za kukashifu uongozi wa TFF, kuchochea hisia za mashabiki na kuendeleza mfululizo wa kauli zinazokiuka maadili ya michezo, hasa kwa kuwa bado yupo ndani ya kipindi cha onyo alilopewa na kamati hiyo mapema mwaka huu. Katika mkutano huo wa Juni 10 ambao ulitangazwa moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii na kuhudhuriwa na vyombo vya habari, Ally Kamwe alitoa matamshi yaliyotafsiriwa na wadau wa soka kuwa ni ya kudhalilisha na kubeza hadhi ya TFF kama taasisi inayoongoza mpira wa miguu nchini. Tunafahamu kwa upande wa Ally Kamwe aliweza kuzungumza kwamba misimu mitatu mfululizo kwenye upande wa kombe la CRDB wao mpaka sasa hivi fedha hizo hazijaweza kutolewa, na mpaka sasa hivi aliweza kueleza kwamba kwa upande wa TFF wanadaiwa na klabu ya Dar es Salaam Africans. Kwa hiyo kinachotakiwa kwa upande wao inabidi TFF waweze kulipwa, yani kwa upande wa TFF waweze kuzilipa fedha hizo, ndipo ambapo finali hiyo CRDB watakwenda kucheza dhidi ya Singida. Kauli hizo zilichochea hisia miongoni mwa mashabiki wa soka, huku wengi wakionekana kugawanyika, baadhi wakiunga mkono kile walichokiita kutotea maslahi ya klabu na wengine wakimtuhumu kwa upande wa Ally Kamwe kurudia makosa yale ambayo alikuweza kuyafanya kwa kipindi cha nyuma. Tunafahamu kwa upande wa Ally Kamwe hii si mara ya kwanza kukumbwa na matatizo ya kimaadili. Tunakumbuka mnamo Aprili 19 mwaka huu 2025 kamati ya maadili ya TFF ilimhukumu na kuweza kulipa faini ya shilingi milioni 1 pamoja na onyo kali ya kutofanya kosa lolote la kujirudia kwa kipindi hicho. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vya TFF, endapo Ally Kamwe akipatikana na hatia ya kukiuka masharti ya onyo lake lile la mwanzo ambalo aliweza kupewa, na huenda sasa akaenda kufungiwa moja kwa moja kujihusisha na shughuli yoyote ya soka kwa kipindi cha miaka 2 sambamba na kutozwa faini ya shilingi milioni 5. Kamati ya maadili inatarajiwa kukutana katika kipindi kifupi kijacho ili kujadili rasmi malalamiko hayo dhidi ya Kamwe. Kulingana na taratibu, mshtakiwa kupatiwa nafasi ya kujitetea kwa maandishi au kwa kuhudhuria kikao rasmi. Maamuzi ya kamati hiyo huwasilishwa kwa katibu mkuu wa TFF kabla ya kutangazwa kwa umma. Kiongozi mmoja juu wa TFF ambaye hakutaka kutajwa aliweza pia kueleza kwamba kamati ya maadili haiko tayari kuvumilia tena lugha au kauli za kejeli kwa taasisi. Tumekuwa tukiwavumilia, lakini sasa lazima tufuate sheria. Mashabiki wengi wamekuwa wakizungumza mambo mengi kwa hiki ambacho kinaendelea, huku kila mmoja akizungumza la kwake. Kwa nini kwa upande wa TFF kama kuna kitu ambacho kinaendelea inabidi na wenyewe pia waweke wazi. Kwa hiyo Ally Kamwe endapo akakutana na rungu moja kwa moja, ya maana kwamba atakwenda kufungiwa miaka 2 kujihusisha na soka kulingana na kauli tata ambazo aliweza kuzizungumza.